Wananchi takriban 5 wa kitongoji cha Nyabiore, kijiji cha Gantasamo, kata ya Busawe, wilayani Serengeti mkoani Mara, wamechomewa makazi yao na wananchi wakidai kuwa wahame eneo hilo kwa kuwa wao sio wazawa. Wakiongea kwa nyakati tofauti, wananchi hao ambao ni wahanga wa tukio hilo wanadai kuwa mali zao zimechomwa, ambapo takriban nyumba 9 zimechomwa moto na kuomba serikali kuwasaidia makazi. Chacha Ngwaina. Mimi ni mwananzengo hapa. Mimi nasikitika sana kuangalia tukio kama hili, wananchi ambao ni wa Tanzania halisi kuchomewa nyumba, miji na maboma yao yote, na kuchomewa hata na chakula. Watoto wamekosa sehemu ya kulala, watu wameadhirika. Tumeshindwa ni tatizo gani? Lakini basi tukashangaa kitu kimoja ambacho kwamba ni mwenyekiti, viongozi wapo katika hiki kijiji, lakini viongozi ndio wamekuwa kama na wao ni wachochaji wa vurugu hii, kwa sababu mpaka imefika mida ya saa 4, tukio limetokea saa 10 za usiku, lakini mpaka saa 4 za mchana leo alfajiri bado tunakuta watu wanazunguka ile miji ambayo ile miji ambayo ilichomea usiku, bado tunakuta watu wanazunguka pembeni ya ile miji, wana maupinde, wana mapanga, wana mashoka. Sasa tukasikitika watu wake, kwa sababu watu hao wanatoa machango, wanaenda maendeleo na kila kitu ambacho kinahusika pale katika miji yao huwa wanachangia. Sisi tumeshangaa sana. Kami Mwita Nyamukamuka, nilikuwa naomba serikali inisaidie malazi, sehemu ya kulala na chakula pia. Kama hivyo inavyoonekana, wameharibu, wamemwaga chini. Mahindi zilikuwa kama gunia 10, wamemwaga zote, zimeisha, na unga na vyombo pia wamepasua, na nyumba zote kama hivyo zinavyoonekana zimechoma zote moto. Ina maana kiasi kwamba pa kulala mimi ndio hivyo tena sina kabisa. Naomba msaada, serikali wanisaidie. Mimi kwa jina naitwa Mwita Nyawango Rioba, niko ni mkazi wa Tarime, ile nikahamia huko Serengeti. Sasa kukaa huku kila wakati wanatuita wahamiaji, wahame. Mara tukikaa mkutano wahamiaji, tukipeleka ripoti kwa mwenyekiti na mtendaji, wakikaa mkutano wanatukana na wananchi. Sasa hatujui sababu kwamba ni ipi. Tanzania hii iko ina wahamiaji mara ngapi? Mimi Tarime na Serengeti sio mhamiaji. Naomba sheria ichukue mkondo. Wamenikatia mbuzi, vyombo, nyumba wamechoma kila kitu. Yaani hapa watu watarara nje, hata watoto, hata unga hawana. Tunaomba msaada kwa serikali. Mimi jina naitwa Rioba Nyawangwe, na shangaa kushambuliwa usiku na wananchi, kunichomea mji na mifugo kuchukua. Mpaka sasa hivi naombeni msaada niweze kupata sehemu ya kuweza kutunza watu. Huku walichoma kwenye mji wangu wa kwanza nyumba 4, wa pili nyumba 6. Mpaka sasa hivi na mifugo mingine walichukua, makondoo kama 5, mabeberu na mbuzi mmoja wakachoma. Vyombo vya ndani ndio vyote, sasa ndio sina chochote ndani. Naye mtendaji wa kijiji cha Gantasamo anazungumzia juu ya tukio hilo. Majina naitwa Fanaka Joseph Chaula. Mimi ni afisa mtendaji wa kijiji cha Gantamome, kata ya Busawe, wilaya ya Serengeti. Kwa tukio la leo, ni tukio ambalo limetuhuzunisha sana ndani ya kijiji, pia ndani ya kata. Sisi kama uongozi wa kijiji tulipopata taarifa ya kuchomewa kwa hizo nyumba, baada ya hapo sisi tulitoa taarifa kituo cha polisi, nikiwa natoa taarifa kwa uongozi wa kata sehemu mbalimbali, nikatoa taarifa kwa mwenyekiti wa kijiji kwa sababu walikuwa hawapatikani kuanzia saa 7 mpaka saa 8. Nika nimetoa hizo taarifa. Ilipofika saa 9 ya kuamkia siku ya leo Jumapili, tukaondoka tukaenda kituo cha polisi kutoa taarifa kwa ajili ya kuwaita maaskari watusaidie kwa ajili ya hilo jambo. Ni kweli tulipofika tulikuwa tunawasiliana na wale walengwa waangwa lile janga, pia tukakuta kweli wameathirika. Wale watu wameathirika kwa kuchomewa nyumba zao, mazao yameharibiwa, magara yote ya vyakula pamoja na mifugo yao kuibiwa na vitu mbalimbali ambao wamepitia. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Juni 14 mwaka huu, na hapa kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Lutumo anazungumzia juu ya tukio hilo. Tumekuja kwa tukio ambalo kimsingi ni tukio
la uvamizi ambapo kimsingi upo mgogoro wa watu waliohama kutoka eneo la Tarime na kuja eneo hili la wilaya ya Serengeti katika maeneo haya ya Maji Moto. Lakini mgogoro huu unavyoonekana ni kwamba zipo familia ama watu kuna watu watano wanne ambao walikuja na mifugo yao, wamekuja hapa wakahamia, na walikuja kwa utaratibu kwa namna ambavyo wenyewe wanaeleza. Wana miaka zaidi ya 7 sasa hivi wanaishi hapa. Walikuja kwa utaratibu, wana ng'ombe, wana mifugo, wana mbuzi na kadhalika. Lakini sasa wakiwa hapa, wenyeji wa eneo hili ambao ni wengi wao ni Wangurimi, wanaona kwamba wenzao hao waliokuja hapa ni kwa nini wamejiendeleza, na kwamba sasa ni kama vile eneo linakuwa dogo, mifugo inaongezeka lakini eneo linakuwa dogo. Na mgogoro mkubwa umeanza hivi juzi karibuni hapa, ambapo sasa hawa wahamiaji wanapokwenda kuuza mifugo yao, viongozi wa serikali ya kijiji hawataki kutoa kibali. Kwa hiyo tayari kulikuwa na mazungumzo ya kwa nini tunashindwa kupewa kibali, lakini kumbe kwa upande mwingine watu wahalifu ambao ni wahovyo na wenyewe wakiwa na mijadala yao wameweza kuchoma nyumba za hawa watu, wamechoma miji ya hawa watu ambao ni watu watano, lakini wana nyumba zao ndogo ndogo kama ambavyo mtaziona, ni nyumba takriban 9 zimeungua moto. Lakini sio tu nyumba zilizoungua moto, lakini pia kuna mazao, mahindi na yenyewe yameweza kuharibika. Kuna madaftari, vitabu vya watoto vimeweza kuharibika na mali nyingine ndogo ndogo. Aidha, kamanda wa polisi mkoa wa Mara anasema kuwa mpaka sasa watu 8 wanashikiliwa akiwemo mwenyekiti wa kijiji hicho, tukio ambalo limefanyika. Tunachoshukuru Mungu ni kwamba hakuna madhara kwa binadamu kwenye jambo hili, lakini tunaendelea kupata namna bora ambavyo watu hao wataweza kukaa vizuri. Nadhani ni mgogoro ambao unatatulika kwa sababu ni watu wanaofahamika, wote ni wenyeji wa mkoa huu wa Mara, wote ni wenyeji wote ni makabila tu yanayofanana, Wakurya na Wangurimi. Kwa hiyo ni watu wale. Kimsingi tumesha kamata watu 4 mpaka sasa, na kati ya hao watu 4 waliokwisha kukamata ni akiwemo mwenyekiti wa serikali ya kijiji, na huyu amekamatwa kwa sababu moja, tunataka tupate taarifa kamili kutoka kwake, kwa sababu kwake ndio tutapata ufafanuzi mzuri. Lakini pili, hawa watu mpaka wafike huku lazima wanakuwa na mbiu, wanakuwa na yowe. Kwa hiyo ama yeye anafahamu kilichofanyika ama aliwatuma watu hao. Kwa hiyo yeye pia atahojiwa, lakini na ushahidi mwingine, na watu hao watafikishwa mahakamani. Watu wafuate sheria na taratibu, kwa sababu nchi hii haiongozwi kwa kila mtu kujichukulia sheria mkononi. Wafuate sheria. Sheria zipo. Kuna miongozo ya kijiji. Kama kijiji kimeshindwa, kuna mamlaka ya wilaya, lakini kuna mahakama. Kwa hiyo mtu asijichukulie sheria mkononi, na yeyote anayejichukulia sheria mkononi atambue kwamba hilo ni kosa la jinai, atakamatwa na kufikishwa mahakamani. Mfano mzuri ni hao ambao watafikishwa mahakamani, lakini sio hao tu, wengine ambao wamefanikiwa kukimbia tutawatafuta mmoja baada ya mwingine mpaka tutawapata, wafike mahakamani waweze kujibu shtaka hili.